Mpendwa mtazamaji, ni Dominika ya tatu ya kipindi hiki cha Pasaka. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ile ya pili, aya ya 14 na aya ya 22 hadi ile ya 28. Somo la pili linatoka kwa waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, sura ile ya kwanza, aya ya 17 hadi ya 21, na injili tunaipata kwa mwinjili Luka, sura ile ya 24, aya ya 13 hadi ile ya 35. Nitaisoma. Siku ile watu wawili miongoni mwa wafuasi wa Yesu walikuwa wakienda kijiji kimoja jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa 2. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia akaandamana nao. Macho yao yakafumbwa wasimtambue. Akawaambia, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Akajibu mmoja wao jina lake Kleopa akamwambia, je, wewe peke yako mgeni katika Yerusalemu hata huyajui yaliyotukia humo siku hizi? Akawauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii, mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote. Tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa, wakamsulubisha. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakaye wakomboa Israeli. Zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya 3 tangu yalipotendeka mambo hayo. Tena wanawake kadha wa kadha wa kwetu walitushitusha, waliokwenda kaburini asubuhi na mapema wasiuone mwili wake. Wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema kwamba yu hai. Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye hawakumuona. Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Wakakikaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi, kwa kuwa kumekuchwa na mchana umekwisha. Akaingia ndani kukaa nao. Ikawa walipokuwa ameketi nao chakulani, alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Wakafumbuliwa macho yao, wakamtambua, kisha akatoweka mbele yao. Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Wakaondoka saa ile ile wakarejea Yerusalemu, wakawakuta wale 11 wamekutanika, wao na wale waliokuwa pamoja nao, wakisema, Bwana amefufuka kweli kweli, naye amemtokea Simoni. Na waliwapa habari ya mambo yale ya njiani na jinsi alivyotambulikana nao katika kuumega mkate. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, Injili inatuambia habari za wafuasi wawili wa Bwana wetu Yesu Kristo waliokata tamaa baada ya matukio ya Ijumaa Kuu, yaani
Bwana Yesu Kristo walimuona kwamba ni nabii na ambaye walikuwa wameweka tumaini lao kwamba yeye anakuja kuwakomboa wao na taifa zima la Israeli, alipotiwa mikononi mwa wakuu akauawa. Kifo cha Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, aliyekuja hapa duniani kuja kutukomboa, kiliwafanya hawa wafuasi wawili waliokuwa wametoka katika kijiji cha Emau wakaacha maisha ya kule kijijini, wakamfuata Kristo kule Yerusalemu katika safari zake. Kiliwafanya wakakata tamaa, wakaamua kurudi nyuma, kurudi katika kile kijiji ambacho walikuwa wametoka. Hivyo basi hawa wafuasi wawili wanaondoka Yerusalemu. Wanaondoka Yerusalemu katika mji wa amani. Wanaondoka Yerusalemu mahali ambapo Yesu alisali misa yake ya kwanza, yaani akaweka sakramenti ile ya Ekaristi. Wanaondoka Yerusalemu katika mji ambapo Yesu Kristo alimwaga damu yake pale Golgotha. Wanaondoka wanakwenda Emau. Emau ni kijiji ambacho kiko upande wa magharibi mwa Yerusalemu, yaani kule ambako jua linazama. Na Emau palikuwa ni mahali pakale ambapo wao walitoka wakaacha maisha ya zamani, wakasema tumeamua kukufuata wewe Kristo, tutakwenda popote pale, tumeamua kukufuata wewe Kristo na tunaweka tumaini letu kwako. Hii inatufundisha kwamba kila mtu katika safari yake ya maisha aliondoka Emmaus. Kila mtu ana Emau yake. Emau ni kule katika maisha ya kijijini. Emau ni kwenye utu wa kale ambapo kuna mambo tuliyaacha, tukaamua kumfuata Kristo. Tukasema nitakwenda popote, nitakufuata wewe Kristo, kwamba mimi ni mfuasi wako. Na katika kuweza kumfuata Kristo, tunamfuata Kristo katika wito mbalimbali, wito wa upadri, wito wa utawa, wito wa ndoa, na wito huu pia ambao ndio kumfuata tu Kristo, kuweza kubatizwa, kuweza kuwa ndani ya masakramenti haya, ndio wito kwamba Yesu, mimi nimekuwa ni wako na kufuata. Katika safari hii tumeweka tumaini letu kwa Yesu, tumeweka tegemeo letu kwa Yesu, kwamba yeye ndio nabii mkubwa mwenye uweza wa kunena na kutenda mambo mbele za Mungu na mbele za watu wote, na kwamba kumfuata Kristo ndio mimi nitaokolewa. Kumfuata Kristo familia yangu itaokolewa. Kumfuata Kristo ndugu zako wataokolewa. Kumfuata Kristo taifa letu na kanisa letu litaweza kuja kuokolewa. Kwa hiyo kila mmoja ana mahali alipokuwa ametoka, kama hawa wafuasi wale wa Emau walikuwa wametoka Emau wakamfuata Kristo. Changamoto katika maisha ya kumfuata Kristo zipo, sio kwako tu, zilikuwepo hadi kwa wale ambao walikuwa mitume au wafuasi wa mwanzo. Maana yake nini? Vifo vya wale ambao ulikuwa unawategemea, mateso, kukataliwa ambako kunatokea kwa baadhi ya watu wapendwa wako wanakukataa, au umeshuhudia matukio mabaya, baadhi ya ndugu zako wanauawa, wanateswa na watu ambao kwenye mamlaka. Changamoto hizo zinawafanya watu wengi sana washindwe kuweza kuona maana ya kumfuata Kristo. Wanaamua kurudi nyuma, wanaondoka Yerusalemu, alafu wanaondoka nyakati za usiku, wanaamua kwenda Emau, yaani kule ambako walikuwa wameondoka zamani. Tendo hilo la kuweza kuondoka katika Yerusalemu, katika mji wa amani, katika mahali ambapo mitume wapo, katika mahali ambapo kuna neema, tendo hilo wataalamu wa mambo ya kisaikolojia wanasema kwamba mtu huyo anapitia kwenye depression au kwenye sonona. Na dalili mojawapo za mtu ambaye anapita kwenye sonona kali ya kiroho, kama hawa wafuasi wa Yesu Kristo walivyokuwa wanapita katika nyakati hizo. Ya kwanza, mara nyingi sana mtu anayepita katika sonona kali amekutana na jambo zito ambalo limemtesa, limeumiza nafsi yake, huwa anajitenga na jamii. Hawa wafuasi walijitenga na jamii ya mitume. Usisahau kwamba katika makundi waliokuwa wanamfuata Yesu, kundi la kwanza ambalo Yesu alikuwa ameliandaa walikuwa ni wale mitume 12. Yuda alikuwa ameshajinyonga, ameshakufa, wakawa wamebakia 11. Kundi la pili wakawa ni wafuasi au walikuwa 72.
na kundi la tatu walikuwa ni wanafunzi wa Yesu Kristo. Kwa hiyo sasa hawa wafuasi wakashindwa kuweza kustahimili maumivu ya ndani ya kushuhudia Kristo alivyokuwa ameuawa, wakaamua kujitenga. Ndio dalili ya kwanza ya mtu ambaye anapita katika sonona, anapita katika depression kali ya kiroho, huwa ana tabia ya kujitenga. Na wao wakajitenga na wale mitume, wakajitenga na Yerusalemu. Hawataki kuweza kuona mji wa Yerusalemu, wakaamua kurudi katika yale maisha ya zamani. Dalili ya pili ya mtu ambaye anapita katika sonona kali, anapita kwenye depression kali ya kiroho, huwa anaongea peke yake njiani. Hawa wafuasi wa Yesu Kristo walianza kuzungumza njiani peke yao, wanaongea peke yao. Ukimwona mtu anaongea peke yake njiani, utambue huyo amepita katika tukio kubwa baya la kuondokewa na mpendwa wake, la kufanyiwa dhuluma kubwa. Anaingia katika maneno mbalimbali, anaenda kuongea mwenyewe peke yake. Muombee, usimcheke. Hawa walikuwa wanaongea peke yao njiani, wanalaumiana kwa nini walipoteza muda mwingi kuweza kumfuata huyu Kristo. Dalili ya tatu ya mtu anayepita katika sonona kubwa ya kiroho ni kukasirika. Alafu baada ya kukasirika utamkuta kwa amekunja uso. Neno la Mungu linasema kwamba mitume hawa au wafuasi wa Kristo walisimama, waliacha kuendelea mbele katika safari yao, wakasimama, wakakunja nyuso zao. Dalili za mtu anayepita katika sonona ya kiroho. Na baadaye, baada ya kuweza kukasirika, wakajikuta kwamba dalili hiyo nyingine ya nne, kwamba muda mwingi huyu mtu unakuta kwamba amekasirika, na akiwa amekasirika, dalili nyingine anakuwa ni mtu ambaye hana utulivu, anakuwa na misukosuko. Hawa mitume walikuwa na wasiwasi, walikuwa na misukosuko kiasi kwamba kila mtu anayeleta habari kwao akawa ni adui. Angalia wanavyowakasirikia hadi wale wanawake waliokuwa wanawaletea zile habari kwamba Yesu amefufuka. Hawamwamini mtu, wanamkasirikia kila mtu. Sasa hawa wafuasi walipita katika hali hiyo. Je, wewe mpendwa mtazamaji, katika nyakati ngumu za maisha yako umejitenga? Una hasira za mara kwa mara? Umeondoka Yerusalemu, sehemu ile ya amani, kwenye mji mtakatifu, umewacha mitume, unaenda katika kijiji cha peke yako, umekaa peke yako, unajitenga na jamii, umejitenga na mahali pale ambapo Yesu Kristo alikuwa amemwaga damu yake. Ukiona hivyo, utambue unafanana kabisa na hawa wafuasi wa Yesu Kristo ambao wanaelekea kule jua linakozama, Emau, sehemu ya kijiji ambako walitoka katika maisha ya zamani, wanarudia maisha ya zamani yale ambayo si maisha mazuri katika safari ya kumfuata Kristo. Habari njema ni kwamba Yesu Kristo huwa anaambatana nasi katika safari ya kupotea kwetu. Yesu Kristo, kwa sababu alimwaga damu yake pale msalabani kwa ajili ya kuhakikisha kwamba asipotee hata mmoja ambaye Mungu Baba alikuwa amempatia. Damu yake ile ikaanza kunena mema mbele za Mwenyezi Mungu juu ya hao wafuasi kurudi katika maisha ya zamani. Yesu akawakaribia, akaambatana nao. Habari njema hii kwamba hata tunapopotea Yesu Kristo anaambatana nasi, ila anapoambatana nasi kwa sababu ya msongo wa mawazo, kwa sababu ya huzuni, kwa sababu ya kujitenga, ya kukata tamaa na makasiriko na kuongea peke yetu, inakuwa ni ngumu kuweza kumtambua Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu aliyeshinda kifo na mauti, kwamba yupo pamoja na sisi. Yesu Kristo akaongea nao akasema, ni maneno gani haya mnayosemezana mnapotembea? Akajifanya Yesu kwamba hajui lolote lile ambalo lilikuwa limetokea, lakini alikuwa anajua kila kitu. Ndipo tulivyosikia katika maandiko, wakasimama wakiwa nyuso zao wamekunja, wanamuuliza kwamba wewe ni mgeni katika Yerusalemu hii, kwamba Yesu anajua kila kitu ambacho kinatokea katika maisha yetu. Yesu Kristo anajua kila kitu ambacho kimetokea katika maisha yako. Anajua kwamba umekataliwa, anajua kwamba umesingiziwa, anajua kwamba upo katika huzuni, anajua wazi kwamba umeshuhudia kifo cha wapendwa wako wakiwa wanauawa, wakiwa wanafanya mambo ambayo ni mabaya. Yesu Kristo anajua kwamba umekata tamaa, na baadaye anajua wazi kwamba upo njiani, unajitenga kutoka katika mji wa Yerusalemu, unaenda Emau, kule ambako kwenye maisha ya zamani
Yesu Kristo anajua yote. Yesu akaamua kwanza kuwafundisha neno la Mwenyezi Mungu, wajue maandiko matakatifu, kwamba hakuna kitu kinachotokea kwa bahati mbaya hapa duniani. Kila kitu kinachotokea hapa duniani Mwenyezi Mungu alishakiratibu. Tayari manabii walishakuwa wamezungumza juu ya Yesu, juu ya mateso ambayo yangeweza kuja kumpata. Anasema kwamba enyi wenye mioyo mizito ambao mnashindwa kuweza kufahamu maandiko matakatifu. Anasema, je, Kristo haikumpasa kuweza kufa na kuweza kuingia katika utukufu wake kupitia mateso haya? Anasema, kwa nini mnakuwa na mioyo mizito? Anatufundisha kitu kimoja Kristo, kwamba changamoto ya maisha ikitokea, yani vifo vya ghafla kwa wapendwa wetu, mateso, kukataliwa na mambo mengine mabaya yakitokea katika safari yako ya kumfuata Kristo, eneo la kwanza ambalo mwanadamu anashambuliwa ni kwenye nafsi, na baadaye linaingia moyoni. Maumivu ya nafsi yanaleta majeraha makubwa sana, ambayo haya yasipopata tiba ya haraka yanaenda kukamata ufahamu kiasi kwamba mtu anakuwa haelewi chochote kile, na baadaye inampelekea kutokuwa na moyo wa kumwamini Mwenyezi Mungu. Yesu alitumia muda mwingi kuweza kuwafundisha maandiko matakatifu, kuwakumbusha manabii walisema kitu gani. Hawakuweza kumwelewa. Baadhi ya maandiko ambayo Yesu Kristo aliwakumbusha ni kupitia kitabu cha nabii Isaya. Nabii Isaya sura ya 53 kuanzia ile aya ya 3 mpaka ya 5 alisema kwamba alidharauliwa na kukataliwa na watu, ajuaye sikitiko, amechukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa sababu ya huzuni yao hawakumuelewa Yesu kupitia andiko hilo. Akachukua pia andiko jingine linalozungumza katika nabii Isaya sura ile ya 50 kuanzia sura ile ya 50 ambayo Yesu anazungumza, anasema, Bwana Mungu amenifumbua sikio langu, sikuwa mkaidi, niliwapa mgongo wangu wale walionipiga, sikuficha uso wangu, kwa hiyo sitataabika. Hawakuweza kumwelewa. Akaendelea pia kutoa unabii wa nabii Danieli sura ya 9 aya ya 26, ambapo Danieli alisema Masihi atakataliwa mbali si kwa ajili yake, kwa ajili ya watu wote duniani. Hawakuweza kumwelewa. Akatumia maneno mengine kutoka katika nabii Zekaria sura ya 12 aya ya 10, akasema watamtazama yule waliomchoma. Hawakumwelewa. Akili yao ilikuwa imefungwa na sonona, ilikuwa imefungwa na depression, ilikuwa imefungwa na huzuni, imefungwa na kukata tamaa. Na ndio maana pia hadi unapopita katika hali kama hiyo, utapita katika semina nyingi, utapita katika mafundisho mengi, lakini akili yako imefungwa kwa sababu nafsi ina majeraha. Ndipo Yesu katika kuweza kuwafundisha ametumia muda mwingi zaidi wa mafundisho, wakajikuta wamefika Emmaus, kwenye kile kijiji ambacho walikuwa wamepotea. Wamefika pale, ingawa walikuwa wamekata tamaa, walikuwa wamebakiwa na jambo moja tu la ukarimu. Wakasema, kaa nasi, kaa pamoja na sisi, kwa sababu tayari giza limeshazama. Mpendwa mtazamaji, haijalishi utapita katika kipindi gani kigumu, uweze kuwa na ukarimu. Mkaribishe yote yale ambayo yuko na ambaye anakuja mbele yako, uweze kumtambua kama ni nani. Yesu akaingia kukaa pamoja na wao. Ndipo Yesu akaamua kuingia sehemu ya pili, ambapo alifanya kupitia wale mitume 12 usiku ule wa Alhamisi Kuu. Yaani akaingia kwenye misa takatifu. Na kwenye misa takatifu, baada ya Yesu Kristo kuweza kuwafundisha kwa muda wa miaka 3, alikuja kukamilisha kazi yake ya Mungu Baba usiku ule wa Alhamisi Kuu katika lile ibada ya misa takatifu, baada ya liturujia ya neno. Sasa akaingia katika sehemu ya pili, ambayo ilikuwa ni liturujia ya Ekaristi Takatifu, katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Usiku ule wa Alhamisi Kuu, baada ya kuweza kueleza yote kwamba atapita katika mateso haya, akawapatia moyo, ndipo alipotoa mkate. Na kama alipotoa mkate usiku ule wa Alhamisi Kuu, alipokuwa na wale mitume, wale wafuasi wa Emmaus, aliuchukua mkate, aliutoa mkate, akaubariki. Alivyoubariki kama alivyofanya usiku wa Alhamisi Kuu, akaumega, na alivyomega akawapa wafuasi wake. Katika ule usiku wa Alhamisi Kuu alisema, twaeni mle nyote. Alivyoumega ule mkate, wakati wa mageuzo, ndipo wakafumbuliwa macho yao,
wakamtambua kwamba ni Kristo, na Yesu Kristo akatoweka mara. Fundisho: Injili ya leo ni kwa wale watu wote waliokata tamaa katika safari ya maisha ya kumfuata Kristo, kwenye ndoa, kwenye wito wa utawa. Hata kama unaishi katika maisha ambayo hujafunga ndoa au ya utawa au ni upadi au kwa mwenyewe, lakini uliamua mwenyewe kwenda kumfuata Kristo. Kuna matukio magumu yametokea katika safari ya maisha yako, umevunjika moyo na unahangaika kila siku za kusoma neno la Mwenyezi Mungu. Kuna kitu kinachohitajika, nguvu ya Ekaristi Takatifu. Yaani kumtambua Yesu katika Ekaristi Takatifu, kukaa na Yesu wa Ekaristi Takatifu. Unapomtambua Yesu katika kuweza kumega, na Yesu anakupatia, anasema huu ni mwili wangu. Yaani mwili wako ambao umevunjika, umekata tamaa, mwili wako wenye magonjwa, mwili wako ambao wenye mateso, unavompokea Yesu Ekaristi, unapomla, ndipo akili yako inapofunguka, ndipo macho yako ya kiroho yanapofunguka, na Yesu anaondoka mara. Na ndio maana baada ya Ekaristi Takatifu tunamfungia Yesu katika tabernakulo. Kitendo cha kumpokea Yesu wa Ekaristi, walivyomla, walivyokula ule mkate, wakaondoka usiku huo huo kwenda Yerusalemu. Usisahau, walikuwa ni wale ambao walimwambia tayari ni giza limeingia, kaa pamoja na sisi, usiendelee na safari. Walikuwa wanaogopa giza. Ingawa walikuwa wamepewa neno, bado walikuwa wanaogopa giza. Maana yake nini? Hawa mitume hawakuogopa tena nguvu zozote zile za giza. Hawakuogopa tena matendo yote ya giza, kwa sababu Bwana mfufuka alikuwa pamoja na wao. Hawakuogopa tena nguvu ya giza katika safari yao ya kuelekea kule Yerusalemu. Neno la Mungu linasema wakaondoka haraka wakaenda Yerusalemu. Tunajifunza kitu gani? Baada ya kumpokea Yesu Ekaristi, macho yako yamefunguka, umemjua kwamba ni yeye. Ondoka haraka Emau. Emau sio kwako. Kuna watu mpaka sasa bado wako Emau, wamekaa, wamekata tamaa. Hawa wanapaswa kuweza kukaa Yerusalemu. Ondoka haraka, kimbia, ondoka kwenye Emau ya ulevi, ondoka kwenye Emau ya uzinzi, ondoka kwenye Emau ya nyumba ndogo umefungwa huko kwa sababu umekata tamaa. Ondoka kwenye Emau hiyo, nenda Yerusalemu, kule ambako Yesu Kristo amesema ndio mji wa amani. Nenda Yerusalemu kaunganike na wale mitume 11, mahali pale ambapo Yesu Kristo aliweza kuadhimisha misa yake. Nenda Yerusalemu ambako Yesu Kristo yu mzima, ameshinda kifo na mauti. Haleluya, amemwaga damu yake kwa ajili yako kuweza kukomboa. Na ukienda huko katika safari ya kuweza kuelekea Yerusalemu, hutaogopa giza lolote lile. Na ukifika kule utaweza kuwashuhudia watu kwamba hakika Bwana amefufuka, haleluya, yu mzima. Na ndiyo hiyo Yerusalemu mpya tunayosubiri, mpendwa mtazamaji. Yerusalemu ya mbinguni, ambapo tunapoelekea huko mbinguni katika safari hii, hatuogopi mabaya, hatuogopi magumu, kwa sababu damu ya Yesu mwana kondoo wa Mungu aliye hai inatulinda, inatuongoza tunapopita hapa. Anasema yule mzaburi wa 23, Daudi anasema kwamba nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, kwa maana yeye yupo pamoja nasi. Damu Yesu yupo pamoja na sisi. Na hiyo ndio nguvu ya wale wafuasi wa Kristo wanaoondoka Emau na kurudi Yerusalemu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, akusaidie uweze kumshuhudia Kristo mfufuka katika maisha yako. Akulinde, akuongoze katika safari ya kuweza kuondoka huko Emau, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.